Trump alisema uamuzi huo umetokana na mashauriano ya kina na mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman pamoja na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Akizungumza katika mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba GCC, Trump alisema hatua hiyo inalenga kuipa serikali mpya ya Syria nafasi ya kuleta amani na kuitaka kuonyesha kila alichokiita kitu cha kipekee. And I'm very pleased to announce that Secretary Marco Rubio will be... Nina furaha kutangaza kuwa Waziri Marco Rubio atakutana na waziri mpya wa mambo ya nje wa Syria huko Uturuki mwishoni mwa wiki hii. Baada ya mashauriano na mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia, Rais Erdogan wa Uturuki na marafiki wangu wengine kutoka Mashariki ya Kati, nitaagiza kusitishwa kwa vikwazo vyote dhidi ya Syria ili kuwapa nafasi ya kujijenga upya. Give them a chance at greatness. Mitaa ya mji mkuu wa Syria Damascus ililipuka kwa fataki, shangwe na honi za magari baada ya taarifa za kuondolewa kwa vikwazo kusambaa. Katika uwanja wa Umayyad, wakazi walipeperusha bendera za Syria na Saudi Arabia wakitoa shukrani zao. Kusema kweli ni jambo la kufurahisha. Tumejaa furaha. Mimi naishi nje ya Syria, kwa hiyo nimefurahia sana uamuzi huu. Kama unavyoona, kila mtu ana furaha. Alhamdulillah. Mungu akipenda iwe kwa manufaa ya nchi. Alhamdulillah, inshallah يكون خير للبلد يا رب. بشكر ولي العهد Mohammed bin Salman والملك Salman. Ninamshukuru mrithi wa ufalme Mohammed bin Salman, mfalme Salman na wananchi wote wa Saudi Arabia kwa wakati huu wa ushujaa. Msaada wao umekuwa nasi tangu siku tulipoanza mapinduzi hadi sasa. Shukrani milioni. لحد هاللحظة شكرا مليون. Mkutano kati ya Trump na Al-Shara uliofanyika kwa faragha unaashiria mabadiliko makubwa. Al-Shara aliyejulikana awali kama Abu Muhammad al-Golani alikuwa na uhusiano na kundi la Al-Qaeda na alifungwa na jeshi la Marekani nchini Iraq kabla ya kuongoza muungano wa waasi uliompindua Rais Bashar al-Assad mwezi Desemba. Saudi Arabia na Uturuki zimeitambua serikali yake na zimekuwa zikipigania ipate uhalali wa kimataifa. Uamuzi wa Trump kuondoa vikwazo umekumbwa na upinzani kutoka Israeli, ambayo imeonya kuwa uongozi mpya wa Syria wenye mizizi ya Kiislamu unaweza kuwa tishio kwa mpaka wake wa kaskazini. Mkutano kati ya Trump na Al-Shara ulihudhuriwa pia kwa njia ya mtandao na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye alisifu kuondolewa kwa vikwazo kuwa ni hatua ya kihistoria. Trump anatarajiwa kuendelea na ziara yake ya Mashariki ya Kati kwa kuzitembelea Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, hatua inayodhihirisha mwelekeo mpya wa serikali yake kushirikiana na wadau waliokuwa wametengwa hapo awali. Wakati huo huo, wananchi wa Syria wanatumai kwamba uhusiano huu mpya utawezesha mageuzi ya kiuchumi, kisiasa na kijamii baada ya zaidi ya muongo mmoja wa vita vya kutisha. Ni taarifa msikilizaji iliyoingia ndivyo sivyo ikimhusu Idi Sesanga kama msomaji ambayo inaelezea hatua ya kushangaza ya kidiplomasia. Rais wa Marekani Donald Trump ambaye amekutana leo mjini Riyadh na rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Shara katika mkutano wa kihistoria ulioleta pamoja viongozi wa mataifa hayo mawili kwa mara ya kwanza baada ya takriban miaka 25. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimemjibu msajili wa vyama vya siasa Judge Francis Mutungi aliyetangaza kuangua baadhi ya viongozi wa chama hicho, huku akisisitiza kuwa viongozi hao wamepatikana kwa njia halali. Mbali ya kubainisha msimamo wa chama kuendelea kuwatambua viongozi wake, chama hicho pia kimewanyoshia vidole watendaji wa serikali kwa kujaribu kuzorotesha nguvu ya chama. George Njogopa na mengi zaidi akiwa Dar es Salaam. Makamu mwenyekiti wa chama hicho Tanzania Bara John Heche, ambaye yuko katika ziara kunadi ajenda ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi, amesema kumekuwa na mbinu chafu zinazoratibiwa ili kuivuruga Chadema inayoendelea kuandamwa na mfululizo wa matukio. Amesema viongozi wa chama hicho waliotaja kung'olewa na msajili wa vyama vya siasa akiwemo katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika wapo kwenye nyadhifa zao kwa mujibu wa sheria na kanuni za chama. Kwamba msajili amesema hamtambui katibu mkuu wa chama chetu, hatambui wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu. Mimi nakwambia msajili, wewe huhitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu. Sisi Chadema tunamtambua katibu mkuu wa chama chetu. Wa kututeulia nani awe katibu mkuu wa chama chetu? Msimamo wa chama chetu, katibu mkuu wa chama chetu atateuliwa na mwenyekiti kama katibu inavyosema. Kama kuna mtu ana malalamiko akate rufaa kwenye mkutano mkuu.
Hapo jana msajili wa vyama vya siasa alitangaza kutengua uteuzi wa viongozi wa sekretarieti ya Chadema inaongozwa na katibu mkuu John Mnyika, ambayo iliteuliwa baada ya uchaguzi wa ndani wa Chadema uliofanyika Januari 22 jijini Dar es Salaam. Uchaguzi unataja kuzua sokomoko linaloonekana kuanza kuwagawa baadhi ya viongozi na wanachama kutokana na pande mbili ya mwenyekiti aliondoka Freeman Mbowe na yule aliyoshinda Tundu Lissu. Ama waliotajwa kutotambuliwa na msajili sio viongozi halali ni pamoja na katibu mkuu John Mnyika, naibu katibu mkuu Tanzania Bara Amani Golugwa, naibu katibu mkuu Zanzibar Ali Ibrahim Juma na wajumbe watano walioteuliwa kuingia katika kamati kuu ya chama. Mnyika amesema chama hicho kimejipanga kukabiliana na tamko hilo la msajili wa vyama vya siasa, akisisitiza suluhu ya mwisho itapatikana mahakamani. Nataka kuambia waliotumwa, hii mbinu nayo itashindwa. Amen. Safu yetu ya mawakili imekwisha jipanga kwa mapambano mahakamani. Kama ambavyo tumeungana pamoja kwenye kesi ya Lissu mahakamani, tutakwenda kupambana mahakamani hivyo hivyo. Katika hatua nyingine, naibu katibu mkuu wa chama hicho Tanzania Bara Amani Golugwa, ambaye alikamatwa uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Nyerere juzi usiku na kushikiliwa kituo cha polisi cha Kati kwa madai kuwa anasafiri nje ya nchi mara kwa mara na kurudi nchini bila kufuata utaratibu, aliachiwa na polisi jana usiku. Kiongozi huyo alikuwa anakwenda kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Utetezi Duniani AIDU unaofanyika Brussels huko Ubelgiji. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Na msikilizaji, leo ni Mei 14, ni kumbukumbu ya miaka 25 tangu mauaji ya zaidi ya watu 370 katika kijiji cha Katogota cha kusini mwa Bukavu kwenye jimbo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mpaka sasa wakazi wengi wa kijiji hicho wanafanya kumbukumbu hiyo wakiwa wamekimbia vita vya M23. Watu wao wanazidi kuomba haki na amani katika eneo hilo. Selina Mdemu na ripoti kamili. Mauaji haya yalifanywa jioni ya Mei 14 mnamo mwaka 2000 na waasi wa RCD Goma waliokuwa na hasira baada ya kifo cha makamanda wao wawili waliouawa na wapiganaji wa Maimai kwenye barabara inayoelekea kijiji cha Lubakira. Bukuru Rumeneza ni mkazi wa Katogota, anakumbuka. Hakuna nyumba yenyewe hawakuingia kama kwenda na huwa batu. Nilipotezaka shangazi yangu na babinamu, na paka hivi tungali tunaona sawa vitu habishi juu kila siku ni masasi. Kila siku ni masasi, hapa kutupatia hata amani. Manake walienda banatulilisha na sie, banatukumbusha vile ile maafa ya zamani. Kinachokera zaidi wakazi wengi wa Katogota ni kwamba kumbukumbu hii ya wapendwa wao inafanyika wakiwa wamekimbia kijiji chao kutokana na vita nyingine, vile vya AFC M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda dhidi ya jeshi la Kongo, Maimai Wazalendo na jeshi la Burundi lililoko kwenye ardhi ya Kongo. Mibanga Shingire Mika ni mkazi wa Katogota aliyekimbilia nchini Burundi. Huzuni ni kwamba kwa sasa tunasherekea hii siku tena tukiwa ukimbizini. Hali ya vita imetukimbiza, wamoja tunajikuta tuko Burundi, wengine tunakuwa mahali nyingine nje ya kijiji. Ndio maana tunaomba serikali iangalie namna gani inaweza kuleta amani na hivyo turudia nyumbani kwetu, kwa maana tunaishi maisha mabaya ukimbizini. Na pia wakati mauaji yanaendelea na hakuna hukumu, hiyo inaonekana kama mauaji takuwa mingi kila wakati, kwa maana hakuna hukumu ya wale ambao walifanya ile mauaji. Kwa kawaida tangu mauaji hayo, wakazi wa Katogota huandaa misa na ibada kila ifikapo Mei 14 na baadaye wanatupa maua kwenye mto Ruzizi unaotenganisha kijiji hicho cha Kongo na nchi jirani ya Burundi kwa kumbukumbu ya wapendwa wao ambao miili yao ilitupwa ndani ya mto huo usiku ule. Lakini kwa mwaka huu wengi hawatafanya hivyo. Mulala Ngwasi Delphine ni msimamizi wa kamati ya kijiji cha Katogota, anasimamia maendeleo, kwa kifupi CVD. Anasema wanakijiji wanahitaji amani, haki, dhamana ya kutorudia makosa, lakini pia huduma ya kisaikolojia. Watu sababu wajikuta ile mahali za traumatisme, kichwa imevurugika wakati alipoona ile mambo kama na ile, unajikuta mtu anabaki anawaza tu vile vyenyewe vilipitika. Kiukweli sisi tunasema kwamba tunasauliwa. Gouvernement yetu hakuna hata tendo moja ambayo imepitika, hata watu wakuje kuuliza ni nini iliyofanyika. Hata Umoja wa Mataifa wamebaki kimya. Tunaanza kujiuliza kwa nini hii
Rais wetu Felix Tshisekedi amesema juu ya sheria ya mpito. Sisi tumeisikia tu, lakini hatuyaona inatendeka. Hatutaendelea namna kama na hii wakati yenye watu hawafarijiwi. Kufuatia hali ya vita, wakazi wa Katogota wameamua kupitisha siku hii kutafakari kuhusu hali yao popote walipo. Wengine wanasema wanasubiri Umoja wa Mataifa uamuru kuundwa kwa mahakama maalum ya uhalifu itakayojihusisha na kuhukumu mauaji yaliyofanywa nchini Kongo. DW tunavuma kwa kishindo. Kwa mara ya kwanza kampuni ya ndege ya Rwanda imetangaza kuathiriwa na uamuzi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa kuweka marufuku ya ndege za kampuni za ndege za Rwanda Air kuruka katika anga lake. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo amesema mjini Kigali katika kikao na waandishi wa habari kwamba mikakati mbadala imeshachukuliwa ikiwa ni pamoja na kuanzisha safari mpya za ndege za Rwanda kutoka Kigali. Mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti ya kina. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliamua kuzuia ndege za Rwanda kutumia anga lake mnamo mwezi wa pili mwaka huu kufuatia mzozo baina ya nchi hizo mbili kutokana na vita mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya shirika la ndege la Rwanda Air, Yvonne Makoro, safari za ndege zilizoathiriwa na uamuzi huo wa serikali ya Kinshasa ni zile zilizokuwa zikielekea mjini Brazzaville, mji mkuu wa Jamhuri ya Kongo, Cotonou nchini Benin, pamoja na Abuja nchini Nigeria. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kigali, Yvonne Makoro amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo, huku akitangaza pia mbadala unaochukuliwa. And then the impact of DRC airspace being blocked for Rwanda. Kwa upande wa athari zilizosababishwa na kufungwa kwa anga la Kongo, tulilazimika kusitisha baadhi ya safari zetu za ndege kama vile Brazzaville, Abuja na Cotonou kwa sababu muda wa safari za ndege ulionekana kuwa mrefu zaidi ya muda wa kawaida. Tunafanya jitihada sasa kuelekea mashariki na kusini mwa Afrika, na sasa tunatazamiwa kufungua safari mpya, na hivi karibuni tunaanzia na zile kuelekea Mombasa na Zanzibar hadi pale tatizo hilo litakapoisha. Kwa sasa tunaendelea kujikita katika maeneo haya kusini na mashariki mwa Afrika. On the eastern side, southern side of the continent. Hata hivyo, alipoulizwa hasa ni kiasi gani cha hasara ya pesa iliyopatikana kutokana na uamuzi huo wa serikali ya Kongo, Bi Makolo hakutaka kuweka wazi. Katibu mkuu wa shirikisho la makampuni ya ndege barani Afrika, Abdurahim Berze, ambaye pia amezungumza kwenye mkutano huo na waandishi wa habari, amesema kuendelea kudorora kwa ukuaji wa sekta ya usafiri wa anga barani Afrika kunasababishwa na mambo kadhaa, lakini kubwa likiwa kwamba serikali za Kiafrika zimeshindwa hadi sasa kuheshimu mkataba unaojulikana kama Fifth Freedom uliosainiwa mjini Yamoussoukro nchini Ivory Coast. When Kenya Airways is flying Nairobi, Abidjan and... Ndege ya Kenya inaporuka kutoka Nairobi na pia kuwatoa wasafiri kutoka Abidjan hadi Dakar. Unadhani nini? Ni mkataba huo wa Yamoussoukro. Ndege ya Ethiopia inaporuka kila siku kutoka Addis Ababa kwenda Bamako, Mali hadi Dakar. Hii pia ni Yamoussoukro decision. Ninaweza kusema kwamba kuna hatua imepigwa, lakini napenda niseme pia kwamba kuna nchi ambazo zimefunga kabisa njia zake za ndege kwenda katika mataifa mengine kwa kukataa kutekeleza mkataba huu. Hili si jambo jema kwa maendeleo ya Afrika. Labda niseme tu kwamba kila mwaka tunafanya tathmini mbili na tunategemea tathmini nyingine baadaye, ambapo makampuni yatatueleza changamoto zaidi zilizopo ili tuweze kuchukua hatua kupitia Kamisheni ya Afrika kuhusu usafiri wa anga. The African Civil Aviation Commission state. Hata hivyo, wadadisi wa kiuchumi wanasema uamuzi wa shirika la ndege la Qatar kununua hisa katika shirika la ndege la Rwanda huenda ukasaidia Rwanda Air kutofilisika na kupotea kabisa. Silvanus Karemera, DW, Kigali. Na ripoti yetu ya mwisho inasema Amerika Kusini inaomboleza kifo cha rais wake wa zamani wa Uruguay, Jose Pepe Mujica, aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 89. Salamu nyingi za heshima za rambirambi zimeendelea kumiminika kote Amerika Kusini siku ya Jumanne kufuatia kifo cha rais huyo, mpiganaji wa zamani wa msituni anayeheshimika sana na wafuasi wa siasa za mrengo wa kushoto kwa unyenyekevu wake na siasa za maendeleo. Joseph Charo na maelezo zaidi.
Kiongozi huyo wa zamani wa Uruguay aliyetumia miaka mingi akiwa gerezani kwa harakati zake za mapinduzi alipoteza mapambano yake dhidi ya ugonjwa wa saratani baada ya kutangaza mnamo Januari mwaka huu kwamba ugonjwa huo ulikuwa umeenea na kwamba aliamua kuachana na matibabu. Rais wa sasa wa Uruguay, Yamandu Orsi, ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X akisema, kwa simanzi kubwa tunatangaza kifo cha mpiganaji mwenzetu Pepe Mujica, rais mwanaharakati na kiongozi. Tutakukosa sana rafiki wa zamani. Pepe milele, ndivyo alivyopiga mayowe mwendesha baiskeli mmoja dakika chache baadaye wakati alipokuwa akipita katika majengo ya serikali. Mujica alijipatia sifa za kuitwa rais masikini zaidi duniani wakati wa urais wake kati ya mwaka 2010 na 2015 kwa kutoa sehemu kubwa ya mshahara wake kwa mashirika ya misaada na yeye mwenyewe kuishi maisha ya hadhi ya chini ya kawaida kabisa katika shamba lake pamoja na mke wake ambaye ni mpiganaji mwenzake wa zamani wa msituni na mbwa wao mlemavu mwenye miguu mitatu. Serikali imetangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa na kusema mwili wake utapelekwa kwenye majengo ya bunge leo Jumatano. Wanaharakati kutoka kwa vuguvugu la Mujica la Popular Participation MPP walikusanyika nje ya makao makuu ya chama kutengeneza mabango makubwa yaliyoandikwa maneno yanayosema hasta siempre viejo querido, maana yake mpaka milele rafiki wa zamani. Viongozi wa siasa za mrengo wa kushoto wa Amerika ya Kusini na Ulaya wametoa heshima zao kwa kiongozi huyo anayeelezwa na rais wa Mexico Claudia Sheinbaum kama mfano kwa Amerika ya Kusini na ulimwengu mzima kwa ujumla. Rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ameurudia ujumbe huo. Amesema katika taarifa kwamba ukuu wake wa kibinadamu ulivuka mipaka ya Uruguay na mamlaka yake ya urais. Hekima ya maneno yake iliunda wimbo wa kweli wa umoja na udugu kwa jamii nzima ya Amerika Kusini. Katika mahojiano ya mwaka 2012 na shirika la habari la Ufaransa AFP, Mujica alikanusha madai kwamba alikuwa maskini, badala yake akisema maisha yake yalikuwa ya ukarimu. Akasema wakati huo alihitaji kidogo kuishi wala sio mambo mengi makubwa yenye gharama na thamani kubwa.